Kwa maana mmekuja hapa kweli, mmekuja nikashuhudia jiwe linaloanguka na watu wakafanya bidii, watu wa serikali wamekuja hapa kufanya uokozi na kweli watu wamefanikiwa kupatikana. Lakini hali iliyopatikana kweli watu wamepatikana hawajavurugika, isipokuwa hawa kubwa linalokosti mpaka ifikie hatua kupoteza maisha ni lifusi. Hawajanamiwa na jiwe kama jiwe. Dakika za mwisho kutoka kwenye hilo jiwe ndio limewafunika hilo fusi. Ndio waliofariki na wawili wamebahatika, Mwenyezi Mungu awajalie wamebahatika wametoka, kwa sababu muda wao bado ukalipo. Kwa sababu watu walikuwa ni 4, lakini wawili walitoka, wawili kabakia. Na wawili wanaobakia ndio waliokufa. Wito wangu mimi kwa serikali, ninavyoomba, wao tunavyosema, mambo kama haya kishachimbika kisha kuwa hasara, warudie walete takataka kwa kufukia sehemu iliyokuwa ni hatarishi. Sehemu iliyokuwa ni hatarishi, kwa sababu sehemu iliyokuwa ni jiwe limeshakaa alama mfano, lakini hujui kama itaanguka leo au itaanguka kesho. Unaona sasa mimi natafuta riziki. Lakini ukiona mambo iliyokuwa jiwe lishakuwa vibaya, kwa hiyo jamani tunatakataka kule sio watu wachukue fusi. Tumepokea majeruhi wawili majira ya saa 3 siku ya tarehe 29 mwezi wa 6 2025. Majeruhi hao ni bwana Hamadi Juma Makame mwenye umri wa miaka 61, ni Mshirazi kutoka maeneo ya mjini Wingwi, na wa pili ni bwana Shame Hamadi Shoka mwenye umri wa miaka 34, Mshirazi kutoka maeneo ya mjini Wingwi. Tumepokea hospitali yetu majeruhi hawa tayari wakiwa wameshafariki. Taratibu nyingine zitafuata kukakabidhi ndugu na jamaa kwa ajili ya mazishi. Nipo nyumbani nasoma, amekuja bibi mama wangu ameniambia Pachi kansafu tushapata msiba. Nani kuna watu washawelewa? Bado hatujamjua ni nani wela. Badali yake mimi pale kunyanyuka kwenda ushauri msaafu, nikasikia fulani wapili mwenzio wa pili hatujamjua. Alipotokea mwenzake wa pili naye mle sheme kuyani kufani sheme Mshame ni mume na yule mtoto mke kafiliwa mume. Haya matukio ni matukio endelevu kwenye maeneo haya. Tarehe 23 Januari mwaka 2025 kuna msichana Madia naye alipoteza maisha kama pale. Leo tumempoteza ndugu yetu Hamadi Juma, lakini pia tumempoteza ndugu yetu Shame ambaye naye pia Shame Hamadi Shoka naye pia katika hao ambao wamefariki leo hii. Kwa hivyo haya matukio yanaendelea. Sasa serikali kama serikali tunaangalia sasa jinsi gani nini tufanye, ikiwezekana kubadilisha matumizi, lakini pia kutafuta njia mbadala ambazo watu wataweza kujitafutia riziki kwa njia moja au nyingine.